Lakini katika mwili wa Kristo, katika kanisa leo duniani, watu wengi hawatembei na miujiza ya Mungu, bali wanaitafuta, wanaifukuzia miujiza ya Mungu. Mungu akiona wewe utambui kwamba mtenda miujiza yuko ndani yako, una uwezo wa kutenda miujiza, hawezi kukutumia kwa ajili ya watu wengine. Musa nabii alipotumwa na Mungu kwenda Misri, Egypt, kudhihirisha kwamba Mungu yuko pamoja na yeye, alipofika kule Misri, kwenye Kutoka sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 9, akatupa chini ile fimbo ambayo Mungu alimwambia atembee nayo. Alipotupa chini ikawa nyoka, baadaye akashika mkia ule nyoka, ikarudi na kuwa fimbo, ili kuifanya mioyo ya watu wa Misri wajue kwamba huyu ni mjumbe, ni messenger wa Mungu. Ishara ya miujiza ndani ya muamini, ndani ya mtu wa Mungu, Mungu anairuhusu ili wasiomwamini Mungu waweze kutambua kwamba huyu ametumwa na Mungu au anatembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa zipo ishara nyingine zinaweza zikafanyika zikaonekana kama ni za Mungu, kwa sababu kile ambacho Musa alichofanya kule katika nchi ya Misri, hata waganga wa kule Egypt wa Misri nao walifanya. Alipotupa fimbo yake ikakuwa nyoka mkubwa, na wao wakatupa pia fimbo zao zikawa nyoka, lakini tofauti kwa nyoka zao ni wadogo. Kwa hiyo kuna umakini wa kujua na kubaini na kupambanua katika roho ni miujiza gani inayotokana na roho wa nani? Wa Mungu. Maana hata waganga wakati wa Musa na Farao walifanya kile ambacho Musa alichokifanya. Kwa hiyo muujiza unapotokea lazima tuwe, ndio maana tumeambiwa tuzipime roho kama zinatokana na Mungu ama la. Hata waganga wanaweza kufanya kitu ambacho roho wa Mungu anaweza kufanya. Bwana Yesu asiwe. Lakini kwenye Kutoka sura ya 7 mstari wa 19 mpaka 25 tunaona pigo la kwanza. Mungu anamtumia Musa na Haruni, anamwambia shika fimbo Musa na Haruni, piga katika mto Nile, kisha maji yote ya Egypt, ya Misri, yatabadilika kuwa damu. Maji ya maziwa, maji ya mito pamoja na mto Nile, visima vyote, vyanzo vyote vya maji vilibadilika kuwa damu ndani ya siku kadhaa. Kwa nini Mungu alipiga Misri kwa pigo la kwenye maji na maji yakabadilika kuwa damu? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wa Misri walikuwa wanaabudu, na mpaka sasa hivi wengi wao wanaabudu miungu ya kwenye maji. Kwa hiyo pigo la kwanza Mungu alimtumia Musa na Haruni ni neutralize, ni kuifanya kuwa miungu ya Misri siwe na nguvu juu ya wana wa Israeli. Walikuwa wanaishi utumwani kwa muda wa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kuifanya miungu yao isiwe na nguvu juu ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pigo la kwanza tunaona lilishughulika na aina fulani za miungu. Mungu wa kwanza ambao alikuwa anatumika katika mto Nile alikuwa anaitwa Hapi. Huyo Mungu Hapi alikuwa anasababisha maji yawe mengi au yatoke mengi kwa ajili ya kilimo. Walikuwa wanategemea kilimo kupitia Mungu Hapi, H-A-P-I. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwingine alikuwa anategemea kule Misri alikuwa anaitwa Knum, K-H-N-U-M. Huyu ni kwa ajili ya kutoa uzima kwenye viumbe, kwenye vyanzo vya maji. Yaani alikuwa ni Mungu wa kutoa uzima na miungu mingine. Kumbuka walipopiga ile maji, Misri nzima maji yote yaligeuka kuwa damu. Viumbe wote walikuwa katika vyanzo vya maji walikufa. Ikimaanisha ni ishara ya kuidhoofisha na kuiua miungu yao.
kwa pigo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yote hii ni kuwaonesha watu wa Misri wasiomwamini Mungu wa Israeli, Mungu wa pekee na kweli, kwamba yuko Mungu aliye hai anayoishi. Lakini baada ya kupokea kipawa cha neema ya wokovu, mimi na wewe sasa hivi, baada ya kupokea kipawa cha neema ya wokovu, dalili ya kwanza kwamba wewe unatembea na roho wa Mungu, watu wanapaswa kuona ishara na miujiza zinatokana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya kwanza ya mtu anayetembea na roho wa Mungu, lazima tuzione ishara na miujiza zinatoka ndani yake. Ishara na miujiza sio kwa ajili ya mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji na walimu na hapana. Ishara na miujiza ni kwa yoyote yule anayeamini katika kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya Kristo Yesu aliyoifanya miaka 2000 iliyopita. Unapaswa kutembea na ishara na miujiza kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako, ndiye anayetenda na kudhihirisha hizo ishara na miujiza. Kitabu cha Marko sura ya 16, andika Marko 16 mstari wa 17 hadi wa 19, anasema ishara hizi zinaambatana na wale wanaoamini. Yoyote anayemwamini Yesu Kristo, ishara hizi zinaambatana na wale wanaoamini. Ishara gani hizo? Watanena kwa lugha mpya, si ndio? Watashika vitu vya sumu, watashika nyoka, havitawadhuru. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapokea afya. Ni moja ya ishara ambayo muumini yoyote yule anapaswa kutembea na hizo ishara. Biblia inasema, andika Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Anasema ikiwa yule Roho aliyemfufua Yesu Kristo, ikiwa anakaa wapi? Ndani yenu, ana uwezo wa kuhuisha, wa kuponya miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kama Roho aliyemfufua Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita kaburini, ambaye ndio Roho wa Kristo tuliyopokea mimi na wewe, amefanya makao ndani yetu. Ikiwa anakaa ndani yako, ana uwezo wa kuiponya miili yetu sisi wenye Roho wa Mungu iliyo katika hali ya kufa. Ishara ya kwanza ya mtu mwenye Roho wa Mungu ni kutembea pasipokuwa na maradhi wala magonjwa, na ajue kwamba hiyo ni haki yake, sio kitu cha kuomba. Yesu alipokuwa katika mwili, damu na nyama, Yesu hajawahi kuomba uponyaji. Alikuwa anatangaza, anatamka uponyaji. Kwa hiyo mimi na wewe tunamwamini Yesu Kristo, hatuombi uponyaji. Uponyaji ni sehemu ya sisi ya kama wanufaikaji wa kile Kristo Yesu alichofanya miaka 2000 iliyopita. Ni sehemu, mimi kuwa mzima ni sehemu ya haki yangu mimi. Nimefanyia kuwa mwenye haki, uponyaji ni sehemu yangu. Unapoamini, Mungu anadhihirisha, inakuwa ni kitu halisi kwenye maisha yako. Nisikize vizuri. Nisikize vizuri. Anasema kwenye Wakorintho wa kwanza pale sura ya 14, nisomee. Basi mstari wa 22 anasemaje? Anasema basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili ya wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma ile sura vizuri, anazungumza hivi, vile vipawa vya Roho Mtakatifu, ule mtembea wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni ishara kwa wale wasioamini. Lakini mimi na wewe ambao tupo kanisani, sio vitu vya kututetemesha. Ni sehemu ya kutembea na ishara na miujiza. Ni sehemu ya kutembea na vipawa vya Roho Mtakatifu. Ila kwa watu wasiomwamini Yesu Kristo, ambao hawajapokea bado neema ya wokovu, kwao zinahitajika ili ziweze kuwatazamisha kwamba Mungu yupo. Ndio maana Mungu alimtumia Musa katika ishara na miujiza mikubwa, kwa sababu nchi ya Misri ilikuwa ina miungu mingi na waganga wengi na wachawi na warozi. Hata hivi leo Mungu anapomtuma mtu sehemu ambao ina uchawi mkubwa, ina ushirikina mkubwa, ndipo atamtumia kwa kiwango hicho hicho.
Yaani kama kuna uchawi mkubwa katika eneo hili, Mungu atakutumia kulingana na kiwango ambacho kitazidi hiyo nguvu ya uchawi na ushirikina.